Mwenyezi Mungu peke yake alionayo hayo. La kwanza, inna Allaha indahu ilmu saa. La pili, wa yunazzilul ghaitha, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuteremsha mvua. Hakuna ajuae mvua itateremka kiasi gani, kwa wingi gani, na pahala gani, na lini, isipokuwa wale watabiri wa hali ya hewa kwa kiasi cha Mwenyezi Mungu alichowaonyesha kwa elimu ndogo kabisa. Wama utitu minal ilmi illa qalila, wanaweza kutabiri na pengine isiwe. Anaweza kuambia kwamba safari hii hapa inaonekana kama katika sehemu ya pwani hii, katika Mombasa hii mpaka Zanzibar yake hivi na hivi na hivi, kutatokezea mvua kubwa sana na mafuriko na hivi na hivi. Kumbe ndo kipindi cha jua kali hicho. Kabisa. Kumbe ndo kipindi cha jua kali kweli kweli, na watu wametoa kila kitu hicho kwamba kaeni tayari watu, sehemu fulani uhamisheni watu, nyumba zao wamejenga pahala pa hatari, na kumbe wakati watu ndio watafaidi jua kali mno. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu peke yake wa yunazzilul ghaitha, yeye ndiye mwenye kuteremsha mvua. Hilo la pili hilo. La tatu, wa ya'lamu ma fil arham, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua kilichomo katika tumbo la mwenye mimba. Peke yake anajua ma fil arham. Hapa pahala wanapachezea makafiri na Waislamu, baadhi yetu tunawaitikia, tunawatii, tunaona kweli wanajua. Leo kuna mambo ya utaalamu wa ultrasound, inakwenda kumurika mwanamke na pengine inamwambia kwamba una watoto wawili ndani, na pengine inamwambia kwamba mwanao ni mwanamume, pengine mwanao ni mwanamke. Sasa Qur'ani yenu imesema kwamba mambo hayo anajua Mwenyezi Mungu peke yake, mbona tunajua na sisi vile vile? Bado haikufahamika Qur'ani aya yake. Kilichotumika kwenye Qur'ani pale, sheti ujue lugha ya Kiarabu barabara, kwa sababu Qur'ani imeteremka lugha ya Kiarabu. Hakuna lugha tajiri duniani kuliko lugha ya Kiarabu, na ndiyo lugha yenye fani kubwa za balagha na sarfa na kila kitu. Ni lugha pekee duniani. Kitu kidogo ukikikosea kwenye Qur'ani, basi unaharibu maana nyingi sana. Hata ukiondosha nukta ile ya shakli ya fatha ukaweka kasri, basi maana yote itabadilika. Maana hazikai ovyo ovyo zile. Ukiweka rafu ya dhamma, basi hapo kuna kazi maalum, aidha itakuwa ni mubtada hiyo, au ni fa'il huyo, au ni katika mambo maalum yanayochukua rafu na mengine nasba.